Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu, ndugu maimamu, ndugu waumini, ndugu wa Tanzania, kheri ya mwaka mpya wa Kiislamu 1447. Kwa majina naitwa Juma Nchia, nikiwa kama mratibu wa Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA, kwa niaba ya bodi ya wadhamini wa UMATA, kwa niaba ya sekretarieti ya taifa UMATA, na kwa niaba ya viongozi wote wanachama na maimamu wote Tanzania, tunawatakia kheri ya mwaka mpya wa Kiislamu. Ndugu Waislamu na ndugu wa Tanzania, kama tunavyofahamu, tayari mwaka mpya wa Kiislamu wa 1447 umekwisha ingia. Kama tunavyofahamu, mwezi wa Muharram ndio mwezi ambao wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Tunafahamu pia katika mwezi wa Muharram ni miongoni mwa miezi mitukufu katika miezi minne mitukufu katika Uislamu. Tunapenda tutumie fursa hii kuwakumbusha Waislamu kujiandaa kufanya ibada zote tukufu zilizopo ndani ya mwezi mtukufu wa Muharram. Miongoni mwao ni pamoja na kufunga siku ya Ashura, siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Mashekhe wetu, maimamu wetu, walimu wetu wameeleza mengi juu ya umuhimu na utukufu wa kufunga siku ya Ashura. Kutoka leo mpaka siku ya kufunga yapata siku 9 mpaka 10 zatosha kukumbushana na kufanya maandalizi. Lakini pia kwa kuwa tupo katika mwezi wa kwanza kabisa wa Kiislamu, nipende kuwakumbusha Waislamu, hii kalenda ya Kiislamu ni kalenda muhimu sana, na kuifahamu kwake ni sehemu ya ibada. Haiwezekani sisi Waislamu tunafanya ibada zetu tukufu lakini tunafanya nje ya nyakati za Kiislamu. Tunafahamu vizuri sana kalenda zisizokuwa za Kiislamu ni kalenda ambazo zilitumika kuhifadhi majina ya miungu wa kishirikina wakati ule. Walihifadhi majina hayo katika wiki, wakahifadhi majina hayo katika mwaka na miezi, na wakahifadhi majina hayo katika sikukuu mbalimbali ambazo zimepewa nafasi kubwa katika jamii zetu. Wakati hayo yakiendelea, yamepelekea Waislamu wengi kutokuwa na ufahamu mzuri juu ya kalenda yao wa Kiislamu. Leo hata mkute Muislamu kafanya suna zote, ndevu nzuri, suruali imefika ilipotakiwa, ana wake zake 4, kiamu laili ndio yeye, na ibada zote za suna anafanya, lakini ukimuuliza umri wake atakutajia kwa ile kalenda ya kishirikina. Atakutajia kwa wiki, kwa siku, kwa miezi ya majina iliyotumika kuhifadhi miungu ya kishirikina ya zama hizo. Leo unakuta hata msikiti wanafunga mikataba ya kodi, wanafunga mikataba ya wafanyakazi, na hata katika shule za Kiislamu wanafunga mikataba ya mishahara. Hakuna hata shule moja wakasema mkataba wako unaanza mwezi wa Muharram, utakapofika Dhulhijja au utakapofika Safar utakuwa ndio mkataba wako unakwisha. Tunakupangisha frame hii ya msikiti, wewe kodi yako italipa kila itakapofika mwezi wa Muharram. Hakuna hata bodi ya msikiti inapopanga mkataba wa kulipa mshahara wa imamu, anaswalisha msikitini, anasomesha Qur'ani, wakitaka kumlipa mshahara wanaangalia kalenda ya kishirikina. Hili litakuwa mpaka lini? Tunapokuwa katika kujenga uwezo kwenye mafunzo ya uongozi, kila tunapofikia hatua ya kuwataka viongozi wapange kalenda, wapange mipango mkakati, wapange mipango kazi, watengeneze almanac kwa kuzingatia kalenda za wakati huo, wanakwambia hapana bwana, hii Januari sisi sio yetu, tunasubiri ya kwetu Muharram. Tunasema naam, Muharram ndio hii hapa imefika. Ni nani leo anaweza akasema umri wake kwa kalenda ya Kiislamu? Hivyo hivyo ulivyovaa na ndevu zako nzuri, wake zako 4 mashallah, suna zote unafuata, kiamu laili ni chako, sadaka zote unatoa, na swala unatoa, na hija umekwenda, unaweza wewe kutuambia umri wako kwa kalenda ya Kiislamu? Bado kalenda yako unaitumia katika maisha yako ni zile nyakati zisizokuwa za Kiislamu. Tunatumia fursa hii kwa maadhimisho haya ya mwaka huu mpya wa Kiislamu iwe ni sababu ya kuwakumbusha watu kufuata kalenda yao ya Kiislamu. Wako watu watasema mengi sana, wapuuzeni hao, wanasaidia maadui wa Uislamu kudidimiza mambo ya Kiislamu yasiwe ni yenye kupendwa na Waislamu. Shughuli hizi
zinalenga kuwakumbusha Waislamu waishi ndani ya nyakati za Kiislamu. Kwa upande wa viongozi, tunapenda kuwakumbusha kipindi hiki cha mwanzo wa mwaka ndio kipindi cha kuweka mipango. Tunafahamu wengi Januari ya kuweka mipango kwa kisingizio cha kusubiri mwaka wa Kiislamu. Tunawakumbusha mwaka wa Kiislamu ndio huu unaanza. Huu ndio wakati ambao kila msikiti unapaswa kujulikana vipaumbele vyao vya mwaka huu. Huu ndio wakati kila msikiti unapaswa kuwa bajeti yao inajulikana. Ufanyike mkutano wa msikiti, ipitishwe bajeti yao, ijulikane namna ambavyo waumini na Waislamu watashiriki katika kuchangia bajeti ile. Kinachokwamisha maendeleo ya Waislamu leo ni kukosekana vipaumbele, kukosekana mipango ya kujua tunaanzia wapi, tunaishia wapi. Hali hiyo imepelekea kushindwa kukusanya rasilimali za Waislamu kwa ajili ya maendeleo ya Waislamu. Kitu pekee ambacho Waislamu wanategemea katika kujenga maendeleo yao ni vitu viwili tu: sadaka na ufadhili. Sadaka zinazotolewa msikitini zinatolewa na watu wachache sana. Watu wanaokuja kuswali ni wachache kuliko watu ambao wamebaki mitaani. Makosa makubwa tumeyafanya kwa muda mrefu ni kuacha wasiokuja msikitini, kuwatengenezea namna ya kuweza kuchangia Uislamu wao. Hata kama hawaswali, hata kama hawafungi, bado wao ni Waislamu. Wangekuwa waupendi Uislamu, makanisa yako mengi wangekuwa wamekwisha kwenda, lakini wamebaki wangali na Uislamu. Watu wanaokuja msikitini hawatoi sadaka. Wengi wamezoea sana misikiti, wamefika mahala hata Allah kama vile wamemzoea sana. Hebu fikiria, imamu unakuja msikitini, kila swala unategemea utakusanya sadaka. Alafu swala yote wamekuja watu 20. Katika hao 20, 15 wamevaa misuli haina mifuko, wamevaa t-shirt haina mifuko. Hawa sadaka wameweka wapi? Anapokuja msikitini muumini hakuchukua sadaka, alafu imamu anategemea sadaka kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu, hatuwezi tukafika. Sasa lazima tufahamu vizuri, mwaka huu tuwaelimishe Waislamu. Kuna sadaka, kuna ada, kuna michango, alafu ndio kuna ufadhili. Sadaka watatoa wanaokuja msikitini kuswali, lakini michango watatoa Waislamu wote. Tuitengeneze bajeti yetu ya msikiti. Katika bajeti yetu ya msikiti tuhakikishe kwamba ina gharama zote tunazozitaka, kuanzia mishahara ya maimamu, mishahara ya walimu wa madrasa, posho za walimu wa madrasa, posho za maimamu, bima za afya za maimamu, bima za afya za walimu wa madrasa, ada za watoto wa maimamu, ada za walimu watoto wa walimu wa madrasa. Kuna likizo imamu anataka waende na walimu wa madrasa. Fedha hizo zionekane kwenye bajeti. Kodi ya nyumba ya imamu, kodi ya nyumba ya walimu wa madrasa ionekane kwenye bajeti. Kipando cha imamu iwe ni gari, usiweke habari ya pikipiki. Labda kule kijijini Mwitongo kule bajeti za huko ndio waweke pikipiki imamu na walimu wa madrasa, lakini wilayani waweke gari, mkoani waweke gari. Iwe ni dhambi kwa waumini, shehe wao wa mkoa, viongozi wao wa mkoa, maimamu wa misikiti ya mkoa wanatembea bila magari. Na haifai imamu kupanda kutumia ST, kutumia vitsi. Imamu haifai apande gari hadhi. Imamu akiwa na usafiri mzuri ndio anaonyesha thamani ya Uislamu. Haiwezekani imamu anaomba lift kwenye gari ya padri, alafu anasema hii ndio dini sahihi. Haiwezekani imamu shekhe anaomba lift kwenye gari ya mchungaji, wanaenda kwenye kikao, wameitwa na serikali, mchungaji anapaki gari, mashehe 6 wanapanda gari yake. Haiwezekani. Mchungaji mwenyewe ana kanisa lake na watu 7, lakini ana plano nzuri. Wewe maimamu nyenye na mashehe, misikiti yenu na watu alfu imejaa, alafu mnakosa gari. Kwa sababu gani? Hakujawekwa kama na kipaumbele. Sasa mwaka huu katika bajeti ya msikiti tutengeneze hizi bajeti, mahitaji yote ya viongozi wetu, mahitaji yote ya misikiti yetu, mahitaji yote ya waumini wasiokuwa na uwezo. Tuna waumini viongozi walishafariki, wameacha wajane, wameacha mayatima. Bajeti zao ziingie katika bajeti ya msikiti. Alafu tuitishe mkutano wa msikiti. Huo mkutano usifanyike msikitini, ufanyike nje ya msikiti, hata wale wasioswali wapate fursa kufika. Alafu wapewe ile bajeti, waonyeshe mchanganuo wa kugharamia ile bajeti kwa mujibu wa familia zao. Ziundwe kamati za kufuatilia hizo fedha nje ya misikiti kwa waumini walipo katika shughuli zao. Fedha zitapatikana na kila kitu kitakwenda vizuri. Pia tuandae
utaratibu wa kupeleka mrejesho. Tumekusanya kiasi gani, tumetumiaje, bado kiasi gani, mwisho kukusanya kiasi gani, na kuipongeza kamati inafanya ile kazi. Tukiweza kuweka utaratibu huu katika mwaka huu mpaka tutakapofika Ramadhani ijayo, tutakapofika Dhulhijja, hasa mwezi wa Ramadhani, kitakuwa ni kipindi cha kufanya finishing, kuwakumbusha watu ambao hawakutekeleza wajibu wao katika bajeti yao. Tukumbushane, mwaka huu mpya wa Kiislamu, sisi kama viongozi na waratibu wa UMATA tungependa uwe ni mwaka wa maendeleo na amani. Mwaka huu wa Kiislamu mpya 1447, kauli mbiu yetu iwe ni mwaka wa maendeleo na amani, kwa sababu tunakwenda katika kipindi cha uchaguzi. Tunajiandaa kuendesha semina za mafunzo kwa maimamu wetu, makatibu wetu, ili waweze kutoa hutuba nzuri zitakazokuwa na mchango wa kudumisha amani katika jamii. Kwa wakati fulani, kama nchini kwako kujatokea vita, uwezi kujua thamani ya amani. Uwezi kuamini ndugu zetu, jamaa zetu, binadamu kama sisi wa Israeli sasa hivi wanajua machungu wanayopata wa Palestina, kwa sababu na wao sasa hivi wanaishi kwenye makambi, wamebomolewa nyumba zao kwa uchokozi waliofanya viongozi wao. Wale sasa wanaelewa thamani ya amani. Sisi tusisubiri kueleweshwa thamani ya amani kupitia machafuko. Tuendeleze somo la kuelimisha watu wetu. Mwaka huu wa uchaguzi uwe ni mwaka wa amani, lakini kwa sisi Waislamu tuendeleze kuwa ni mwaka wa maendeleo kupitia bajeti za msikiti kama ambavyo tumezielekeza, na tutafanya uratibu wa mafunzo ili mpaka tunapofika mwezi wa Ramadhani vipaumbele vilivyopangwa viweze kufikiwa. Na mwaka huu ni mwaka wa amani na maendeleo. Kutoka UMATA kama mratibu mkuu, tunawatakia mwaka kheri ya mwaka mpya wa Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.